Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingine. Klabu ya Yanga imetoa ubingwa wa Kombe la Mapinduzi almaarufu Mapinduzi Cup baada ya kuibuka mshindi dhidi ya Azam FC kwa mikwaju ya penalty 5-4 kufuatia sare ya bila kufungana katika muda wa kawaida na nyongeza wa mchezo wa fainali. Mchezo huo uliopigwa kwa ushindani mkubwa ulimalizika kwa matokeo ya bila ndani ya dakika 90 ambapo timu zote zilionyesha uimara mkubwa wa safu ya ulinzi huku nafasi chache zilizopatikana zikishindwa kutumika ipasavyo. Baada ya kumalizika kwa dakika 30 za nyongeza bila mabadiliko na matokeo, mshindi aliamuliwa kwa mikwaju ya penalty ambapo Yanga walionyesha utulivu na umakini zaidi na kufanikiwa kushinda kwa penalty 5-4 dhidi ya Azam FC na hivyo kunyakua taji hilo muhimu. Ushindi huo unaipa Yanga heshima kubwa katika mashindano hayo na kuongezea morali kuelekea michuano mingine ya msimu huu. Magoli ya Yanga yalifungwa na Emmanuel Mwanengo, Prince Dube, Pacome Zouzoua, Mudathir Yahya na Bakari Mwamnyeto ambaye alipiga penalty ya mwisho na kuipeleka Yanga katika ubingwa wa Mapinduzi Cup 2026. Kwa upande wa Azam walipiga penalty na kupata ni Yahya Zaid alipiga penalty ya kwanza, Nuru Kwame, Noti Nangita, huku Zouzoua Landry penalty yake ilizuiwa na kipa wa Yanga Abdul Talib Msheri na ikawa ndio mwisho wa safari kwa Azam kwa siku hiyo ya jana ambapo bingwa amekuwa ni Yanga. Mchezo mwema timu zetu hizi mbili za Yanga na Azam, na nawapongeza wote kwa kuingia hatua ya fainali. Kwa kweli huo peke yake ni ushindi tosha. Sasa napenda nitamke rasmi kwamba uwanja mpya wa Bomani ni ukubwa rasmi. Asante sana.
kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.